Na shukrani sana Musa Makali kwa taarifa hiyo. Shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam limelaani matukio ya uvunjifu wa amani yaliyosababishwa na vijana kwa dhana ya maandamano ambayo yalisababisha uharibifu wa mali, miundombinu pamoja na maisha ya watu. Hii hapa ni taarifa zaidi. Sote tunakiri kwamba maandamano haya yameleta athari kubwa za kimaisha, kiafya na kiuchumi. Mwenyekiti wa shirikisho hilo akizungumza na waandishi wa habari amesema kilichotokea Oktoba 29 sio maandamano kama inavyodaiwa, bali ni uharibifu wa mali pamoja na vitendo vya uporaji ambavyo vinapaswa kukemewa na wananchi wema. Kwamba kwa hichi kilichotokea kiwe funzo kwetu. Tumeona kuna uharibifu wa miundombinu, kuna uharibifu wa mali, kuna uharibifu wa vitu vingine mpaka kadhalika. Lakini hata vile kwa binadamu kuna athari ambazo tumeweza kuzipata. Kwa hiyo tuwaombe ndugu wa Tanzania na wale wote waliopata changamoto, tunarudia tena, sisi kama shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji tunatoa pole zetu za dhati kabisa kama Watanzania wenzetu, kama ndugu zetu, kama familia yetu. Tumeshuhudia hapo kila mmoja alikuwa kwenye lockdown, tumekaa ndani ya siku 5, hali ilikuwa mbaya. Sisi bodaboda na bajaji ili asilimia kubwa ili tuweze kula, lazima utoke leo ili uweze kula kesho. Lakini kwa muda wa siku hizi 5 tulizokaa ndani, hali ilikuwa mbaya zaidi. Tutoe wito sasa kwa madereva wote ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam kutoa ripoti kwa vyombo vya ulinzi na usalama pindi tunapoona kuna mtu ambaye ana viashiria vya uvunjifu au kuivunja amani yetu hii tulionayo. Aidha, Chenja pia amewataka waendesha bodaboda na bajaji katika mkoa wa Dar es Salaam kushirikiana na serikali ya mkoa katika mpango wa kuwahakiki na kuwasajili waendesha bodaboda na bajaji wote ili kuendelea kudumisha usalama na kuepuka wale wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. La kutaka sasa madereva wote wasafirishaji kwa kutumia pikipiki za magurudumu mawili na pikipiki za magurudumu 3, bodaboda na bajaji wasajiliwe katika mfumo maalum ili watambuliwe ambapo shirikisho tayari tunaendelea na kuwasajili. Mpaka sasa tumesajili zaidi ya madereva 17,000. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.